wa kiteknolojia wa Chadema Digital kufanya usajili wa chama. Jumaa Hashimu ameuliza kwa nini mwenyekiti yuko ndani mpaka sasa na kesi haijaisha, kuna mwendelezo wowote? Ni jambo la kusikitisha kwamba mwenyekiti yuko ndani mpaka sasa, lakini sababu kubwa ni kwamba watawala wakiongozwa na Samia Suluhu Hassan wameamua kwamba wanadhani kwamba kumweka mwenyekiti ndani ndio kuikwamisha Chadema na kukwamisha mapambano ya kisiasa ya Chadema. Awali walifanya hivyo wakidhani kwamba ndio njia ya kukwamisha mkakati wa no reforms no election, na sasa wanaendelea kufanya hivyo wakiamini kwamba msimamo ambao Chadema imeuchukua wa kutokuitambua serikali iliyoko madarakani, wa kutaka uchunguzi huru, wa kutaka uwajibikaji kwa waliohusika na mauaji na hatua nyingine ambazo tumezichukua, watawala wanadhani kwamba mwenyekiti Lissu akiachiwa anaweza kuongeza nguvu kwa nafasi yake kama mwenyekiti kwenye mapambano yaliyoko mbele yetu. Kwa hiyo watawala wanadhani kwamba njia ni kuendelea kumshikilia kwa nguvu zaidi. Sasa kesi itaendelea tarehe 9 mwezi Februari mwaka huu wa 2026. Kesi itaendelea mahakamani na inatarajiwa kuendelea mfululizo mpaka tarehe 6 mwezi Machi. Mimi rai yangu kwa Watanzania ni mambo matatu. La kwanza ni kuendelea kupaza sauti kutaka mwenyekiti Lissu aachiwe na kutumia njia zote kushinikiza mwenyekiti aachiwe, na nashukuru taasisi zote za dini, za kiraia, za kitaifa, za kimataifa zilizoungana na sisi kwenye kutaka mwenyekiti aachiwe. Tuendelee na huo msukumo kwa nguvu kubwa zaidi. Pili, pamoja na tunachokifanya sasa, tuhakikishe mahakama, pamoja na kuwa kuna udhaifu kwenye mahakama zetu, bado tunaongeza nguvu mahakamani kuhakikisha kwamba haki inatendeka kwa wakati. Kimsingi kwa sasa mwenyekiti hana kesi tena ya msingi baada ya mambo yote ya msingi ya kiushahidi ya awali, wale mashahidi wote wa awali kuweza kupigwa chini na mahakama. Kwa hiyo mwenyekiti anatakiwa aachiwe huru. Lakini tatu na muhimu na kubwa zaidi, mimi nazungumza vile vile na wale wanaoamua kufikiria kwamba kumshikilia mwenyekiti ni kuikwamisha Chadema na kutimiza matakwa yao. Wajue tu kwamba kumshikilia mwenyekiti kunaongeza tu hasira zaidi ya umma juu ya watawala, na kunaendelea tu kuongeza mpasuko ambao upo kwenye taifa letu, unaendelea kuwa mkubwa zaidi. Kwa hiyo haiwasaidii wao wala haiwasaidii nchi. Kwa hiyo wanapaswa kuhakikisha mwenyekiti anafutiwa hayo mashtaka, anaachiwa huru. Hakuna sababu yoyote ya msingi ya kuendelea na hiyo kesi. Mwenyekiti anapaswa aachiwe huru. Kwa hilo ndio naweza kusema kuhusiana na swali lililoulizwa. Mwikombo Furaha anasema vijana, BAVICHA, wazee, BAWACHA mko tayari taasisi za kidini na kiraia, TLS, haki za binadamu zisimamie mchakato wa katiba ya wananchi bila vyama vya siasa kuhusika? Mimi nasema katiba mpya ni nyaraka ya umma, si nyaraka ya vyama vya siasa peke yake. Kwa katiba mpya haiwezi kuandikwa na vyama vya siasa peke yake. Hivyo katiba mpya haiwezi kuandikwa na taasisi za kidini na kiraia peke yake, kwa sababu katiba mpya vile vile ni nyaraka ya kisiasa, yani ina dimension ya kiraia, ina dimension ya kijamii, na ina dimension ya kiuchumi, na ina dimension ya kisiasa. Kwa hiyo huwezi kuweka pembeni vyama vya siasa kwenye mchakato wa kuandika katiba mpya. Kwa tunachotakiwa katika hatua ya sasa ni kuunda chombo ambacho kwa sheria, sio kwa maneno ya mtu, kwa rais au kwa mtu yeyote yule mmoja, kuunda chombo ambacho kitawezesha kweli kuunganisha makundi yote makubwa ya kijamii, kuweza kufikia makubaliano juu ya namna ya kukwamua na kukamilisha mchakato wa katiba mpya.
Matatizo yaliyotokea kwenye mchakato uliopita ni kwamba tulifanya makosa na haya makosa yalisababishwa na watawala. Tuliwapinga bungeni, wakatumia wingi wao kupitisha kulitengenezwa vyombo ambavyo vilitawaliwa zaidi na ama rais au serikali au chama kinachotawala kwenye mchakato wa katiba mpya. Uamuzi wa kuingiza wabunge wote na wajumbe wa baraza wawakilishi kwenye bunge maalum la katiba, kimsingi ni uamuzi ambao ulikuwa umeshatengeneza mazingira ya kuvurugika kwa mchakato wa katiba mpya, kwa sababu mchakato ulioziwa na chama chenye wabunge wengi ambao kilikuwa ni CCM kwa wakati huo. Tukataka kupunguza huo wingi wa CCM kwa kutengeneza kundi la wanaoitwa wajumbe 201 kwenye bunge maalum la katiba, lakini tukafanya kosa lingine tena. Rais akapewa mamlaka ya uteuzi wa wajumbe baada ya kupokea mapendekezo ya makundi mbalimbali. Bahati mbaya, Rais Kikwete akayatumia hayo madaraka vibaya. Badala ya kuteua wajumbe huru 201 kutoka taasisi za dini, asasi za kiraia na makundi mengine ili kupunguza wingi wa CCM bungeni na kutengeneza mwafaka wa kitaifa kwenye mchakato wa katiba mpya, rais akatumia madaraka yao vibaya kuteua wajumbe wengi zaidi wa CCM kwa kivuli cha taasisi za dini, asasi za kiraia, taasisi za kitaalamu, lakini kumbe ni watu wa CCM moja kwa moja, wakajaa zaidi bungeni. Hatimaye wakaenda kuchakachua maoni ya wananchi waliokuwa kwenye rasimu ya Warioba, wakatengeneza katiba inayopendekezwa kinyume cha maoni ya wananchi. Mchakato wa katiba ukavurugika. Kwa hiyo yale mapungufu yaliyotokea katika mchakato uliopita lazima tujifunze kuanzia sasa kuweza kuyarekebisha. Na ninaposema wanasiasa hawezi kuwekwa pembeni mikombo, na maanisha wanasiasa ambao wanaungwa mkono na umma. Huwezi kufanya mchakato wa katiba alafu kwa mfano ukasema Chadema ikae pembeni. Mimi ningekuwa huru kuzungumza hapa, ningeweza kukutajia tu katika nchi yetu saizi kuna taasisi kama azizidi 5 ambazo unaweza ukasema hizi ni taasisi credible, zinaweza kuwakilisha umma wa Tanzania, na katika hizo taasisi 5 mojawapo kubwa sana ni Chadema, na hata ukishusha mpaka zikabaki taasisi 3 peke yake unaweza ukasema hizi zinawakilisha kweli kweli matakwa ya watu na sauti za watu. Huwezi kuiacha Chadema. Sasa Chadema ni chama cha siasa. Sasa huwezi kusema taasisi yenye kukubalika hivyo na kuwakilisha umma kwa kiwango hicho ikae pembeni kwenye mchakato muhimu kama mchakato wa katiba mpya. Perimelo Paulo, umeuliza swali kuhusiana na hali za kesi za chama. Kesi ya Mheshimiwa Lissu nimekwisha izungumza, mwenyekiti Lissu. Nizungumze kuhusu kesi ya chama cha Chadema. Kuna kesi nyingi sana, lakini nyingine sitazizungumza, lakini nizungumze kesi moja tu, ile kesi iliyofunguliwa na wale wasaliti watatu inayodaiwa kuitwa ni kesi ya mali za chama, lakini kimsingi sio kesi za mgawanyo wa mali ya chama, ambayo imesababisha chama kizuiwe shughuli zake kutoka tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2026. Kesi ile kwa sababu umeuliza hali ya kesi ya chama, mara ya mwisho kesi ilipotajwa ilikuwa kwenye hatua ya kwamba sisi tulikuwa tumeweka pingamizi kwamba kesi inatakiwa ifutwe kwa sababu kesi inahusu masuala ya muungano. Ndani humo wanadai kuhusu mgawanyo wa mali kati ya Zanzibar na Tanganyika, lakini pia wanadai kuna ubaguzi wa kisiasa kati ya viongozi wa Zanzibar, na vile vile kuna kwenye kesi wanadai Chadema inatishia uwepo wa muungano kutokana na kauli za kisiasa za viongozi wa Chadema. Kwa masuala yote hayo ni masuala ya kikatiba yanayohusu mgogoro wa kimuungano. Kwa hiyo yalipaswa kufunguliwa kesi kwenye mahakama ya kikatiba ya kushughulikia masuala ya kikatiba ya migogoro ya kikatiba, na sio mahakama kuu ya Tanzania katika session ya kawaida ya kesi ya madai kama ambavyo wao wamefungua. Kwa hiyo jaji alimesikiliza hoja zetu na jaji akawa amepanga kutoa uamuzi tarehe 17 mwezi Februari mwaka 2026, na hayo aliyafanya mwaka jana. Sisi tukamwambia moja kwa moja kwamba huku ni kuchelewesha haki. Chama kimezuiwa shughuli siku zote, kwa nini usitoe hukumu uamuzi mapema juu ya jambo hilo? Lakini jaji akashikilia msimamo wake. Ninachoweza kusema tu
bila kuonekana kwamba naingilia uhuru wa mahakama. Nachoweza kusema tu ni kwamba kwenye kesi hii haki inacheleweshwa ili kuendelea kukwamisha chama kufanya shughuli zake za kisiasa. Katika mazingira ya kawaida, mkutano kama huu wa leo tusingeufanya kidijitali hivi kama baraza la kidijitali. Katika maadhimisho kama haya ya chama tungeweza hata kufanya mikutano ya ana kwa ana, lakini tunajua kwamba mikutano yoyote, mikusanyiko yoyote sasa hizi ya namna hii mingi inakuwa ikiingiliwa. Kwa hiyo hatutaacha kujaribu kufanya mikusanyiko, lakini tunajua wakati mwingine inabidi kubypass hizo hujuma kwa kutumia teknolojia kama hivi. Sasa hichi ndicho ambacho watawala wanakitaka. Mimi ombi langu kwa vijana wa Chadema na ombi langu kwa vijana na Watanzania kwa ujumla, hii kesi hii haipewi uzito mkubwa kwa sababu watu wanaichukulia tu kwamba hii si kesi ya mgawanyo wa mali, ni mambo ya ndani ya Chadema, hii sio kesi ya jinai, ni kesi ya madai. Tukikubali mwelekeo huo ni kuingia kwenye mtego wa watawala, kuingia kwenye mtego wa kesi hii kuendelea kutumika kuiweka Chadema kwenye kifungo cha kisiasa. Imagine kwa mfano sasa hivi Chadema ingekuwa ina uhuru wa kufanya mikutano ya hadhara, Chadema ina uhuru wa kuitisha maandamano, Chadema ina uhuru wa kufanya vikao, Chadema ina uhuru wa kuongoza mapambano, haiko kwenye kifungo cha kisiasa kama ilivyo hivi sasa. Ni wazi ingesaidia hata kwenye mapambano juu ya kesi ya mwenyekiti Lissu, ingesaidia kwenye mapambano juu ya madai yetu tulionayo kutokana na yaliyotokea tarehe 29 mwezi Oktoba na baada ya tarehe 29 mwezi Oktoba. Kwa hiyo kwa maoni yangu mimi, na hili nawaambia vijana wa Chadema, kwa maoni yangu mimi, kama kuna kesi ya kuipa kipaumbele kweli kweli, ondoa kesi ya mwenyekiti Tundu Lissu, ni kesi hii ya Chadema kuzuiwa shughuli zake. Kama kuna kelele inatakiwa ipigwe kitaifa na kimataifa kila mahali, ni kesi hii ya Chadema kuzuiwa shughuli zake, kwa sababu Chadema huru yenye watu maeneo mbalimbali ya nchi, yenye mtandao maeneo mbalimbali ya nchi, yenye uwezo wa kufanya mikutano, yenye uwezo wa kufanya maandamano, yenye uwezo wa kufanya shughuli za kisiasa. Chadema huru ni tishio kweli kweli kwa watawala. Chadema huru ni tishio kweli kweli kwa watawala. Yaani hata katika kipindi hiki ambacho Chadema haiko bungeni, kuna bunge haramu, kuna serikali haramu, kuna serikali dhalimu, Chadema ikiwa huru, Chadema ikafanya shughuli zake kwa uhuru, ukweli ni kwamba itakuwa na manufaa makubwa sana, sio kwa Chadema tu kama taasisi, itakuwa na manufaa makubwa kwa taifa. Kwa hiyo kwa sababu ya manufaa yake kwa taifa, swala la Chadema kutoka kifungoni, kifungo ambacho tumekuwepo toka tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2025, sio swala la Chadema tena peke yake, Parimelo Paulo, kama uliouliza kwenye swali, ni swala la Watanzania wote 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 wote, na ni rai yangu kwamba Watanzania wote tuungane katika hili. Swali lingine, Deodatus Mainyila umeleta swali la Pawa Lufunga, ikiwa mazingira yatabaki hivi yalivyo bila mabadiliko ya kisiasa, bila katiba mpya, nini hatma ya Chadema?